Kwanza kabisa nianze kwa kuuliza hili swali dogo kabisa kwamba ni kwa nini unateseka? Yaani kuku wako wanakufa, unajaribu kuwatibia, tiba mbalimbali wanashindwa kupona kwa wakati. Sisi hapa bwana, sisi tunatumia tiba za asili na hapa nataka nikuletee tiba 5 ambazo ni uhakika kabisa. Yaani ukizitumia hizi, nitakuelekeza na magonjwa ambayo zinatibu. Ukizitumia hizi, uhakika kabisa kuku wako wanakaa sawa hata kama wanaumwa. Kwa hiyo usiteseke sana na usitumie pesa nyingi, gharama kubwa kwenye kununua madawa. Sikiliza hizi tiba za asili ambazo nakutajia hapa, zinafanya kazi vizuri kabisa. Tiba ya kwanza kabisa ni haya majani ya mpapai. Majani ya mpapai yana faida nyingi sana pale ambapo unakuwa unatumia kwa ajili ya kuku. Unachuma haya majani vizuri kabisa, kisha unayablend, unatengeneza juisi kama hii hapa. Haya majani kwanza kabisa waga na tibu coccidiosis, muharo wa damu kama huu ambao unauona, lakini pia yana vitamini kwa wingi. Kutokana na kwamba yana vitamini kwa wingi, tunayatumia kama booster kwa ajili ya kuboost kuku ili waweze kupata uzito mkubwa ndani ya muda mfupi. Lakini pia haya majani huwa yanatibu miharo karibia yote, ile miharo meupe. Kama unakuta kuku wako wana mharo mweupe, unatibia. Na uzuri wa haya majani ya mpapai, unawapatia vifaranga tokea siku ya kwanza. Yaani tokea siku ya kwanza unaweza ukawapa vifaranga wako. Na kama utachanganya na majani ya mwarobaini, basi pia ni kinga na tiba ya magonjwa ya virusi. Umeona? Kwa hiyo hii ni dawa ya kwanza ambayo inatibu vizuri sana. Yaani hii hainaga hata kujiuliza. Haya majani ya mpapai ukiwapa kuku wako, uhakika kabisa wanapona vizuri kabisa. Sisi hapa shambani kwetu tumekuwa tukitumia sana haya majani ya mpapai kwa ajili ya kutibia, lakini pia na kuwakinga kuku, na yanafanya kazi vizuri kabisa. Yaani nakushauri kabisa hapa kwenye majani ya mpapai, wala usihangaike na kitu kingine chochote kile. Ukiwapa kuku wako haya majani ya mpapai, wanapona vizuri sana, kama muharo wa damu, muharo mweupe, lakini pia booster zuri kabisa, wanapona vizuri sana. Kuku wa aina zote, wawe kuku wa mayai, wawe kuku chotala, wawe hawa broiler, wanapona vizuri kabisa na majani ya mpapai. Kwa hiyo ni miongoni mwa tiba moja ambayo nimekusogezea hapa, inafanya kazi vizuri sana, na ninaweza nikasema zaidi ya hizi tiba za viwandani. Tiba ya pili, hii hapa ambayo unaiona hapa. Haya unayoona hapa ni majani ya mbaazi. Hii ni tiba nzuri sana. Hii tiba ina faida nyingi sana kwa kuku. Kwanza kabisa inatibu miharo kama ambavyo majani ya mpapai yanafanya. Umeona? Na kitu cha ziada ambacho kipo kwenye haya majani ya mbaazi, yanakwenda yanatibu hadi mafua. Tena mafua yale sugu kabisa. Kama umehangaika na dawa nyingi, ukipata haya majani ya mbaazi, yatakusaidia sana. Na uzuri wa majani ya mbaazi bwana, yanapandwa. Unaweza ukapanda mbaazi kawaida, na ile mbaazi ikiota ikakaa kwa muda mrefu, ukawa unatumia kama tiba. Tiba nyingine ni haya majani ya aloe vera. Kwa kifupi tu nataka nizungumzie majani ya aloe vera. Ni kinga nzuri sana magonjwa ya virusi, lakini pia yanatibu magonjwa ya virusi endapo kuna vitu vingine ukichanganyia. Sio likiwa jani lenyewe kama lenyewe, kuna vitu vya kuchanganyia ambavyo hivi vitu tumevizungumzia vizuri kabisa kwenye vitabu vyetu. Kwa mfano ukiwa na hiki kitabu cha tiba za asili, mle ndani tumeelezea jinsi ambavyo unaweza ukatibu Newcastle, jinsi ambavyo unaweza ukatibu gumboro, ndui pamoja na Malex. Utakuta tumelitaja sana hili jani. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hili jani linatibu vizuri sana magonjwa ambayo yanasababishwa na virusi. Sisi KingoFarm jamani, tunavyo vitabu, tunaviuza. Hivi vitabu vina kila kitu. Yawezekana unateseka na magonjwa, lakini ukishakuwa na kitabu kama hiki hapa cha tiba za asili, kitakuelekeza namna ambavyo unaweza ukachanganya dawa mbalimbali, tiba mbalimbali, ili kuweza kuwatibia kuku wako. Na hatuna kitabu hichi kimoja tu. Mpaka sasa tuna vitabu kama 5 hivi ambavyo
tumeandika kwa umakini mkubwa sana. Hivi vitabu sasa vimejikita kupunguza gharama kwa wafugaji, lakini pia na kutoa elimu kwa wafugaji. Mfano, kitabu cha Safari ya Ufugaji kitakusaidia sana wewe kufuga kuku chotara, kuchanganya chakula, kuwapa chanjo na jinsi ya kuwalea, vitu kama hivyo hapo. Kuna kitabu cha Ufugaji Bora wa Kuku wa Kienyeji, kitakusaidia sana kuwalea kuku wa kienyeji. Hivi vitabu gharama yake ni shilingi 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Lakini pia kuna huu mchanganyo ambao unauona hapo. Huu mchanganyo ni mchanganyo ambao sisi KingoFarm tunaupenda sana. Hapo unapoona humo ndani kuna tangawizi, kitunguu saumu, pilipili. Huu ni mchanganyo ambao unasaidia sana kinga ya mafua, lakini pia ni booster nzuri sana, ni waboost kuku waweze kukua kwa haraka. Lakini pia huu mchanganyo huwa tunautumia sana kwa vifaranga, ni kama vile antibiotiki kama hizi za dukani mnavyoona ni Oxytic, Neomycin, sijui nini. Hii huaga tunatumia kwa vifaranga kwa kinga na magonjwa. Yani ikitokea kifaranga labda hata kama amekula uchafu, unajua vifaranga muda mwingine anaweza kujisaidia kwenye kopo la chakula au kopo la maji. Kwa hiyo huu mchanganyo unakwenda kusaidia ili asiweze kupata magonjwa. Na kama kuku wako wanataga, sisi huaga tunatumiaga huu mchanganyo kwa boost ili waweze kutaga mayai mengi zaidi. Unapata mayai hadi 90-95 vizuri kabisa kupitia huo mchanganyo ambao unauona hapo. Kwa hiyo huu mchanganyo upo vizuri sana, utakusaidia sana endapo utaamua kutumia, umeona. Kwa hiyo ukijiunga na KingoFarm group letu, kujiunga ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Nadhani kitu cha kwanza kujifunza na kitu ambacho utaondoka umekijua vizuri kabisa katika hayo mafunzo ni huu mchanganyo. Na ni kwa sababu moja, sisi KingoFarm tunautumia sana, na yani tunautumia sana kutibu mafua kama booster. Kwa hiyo lazima tu ukitoka huu mchanganyo utakuwa umeujua vizuri jinsi ya kucheza nao, jinsi ya kuchanganya na vitu vingine. Huu mchanganyo ambao unaona hapa ni mchanganyo pendwa. Unachanganywa na vitu gani? Wanapewa kuku kwa muda gani? Tunautumieje kwa kuku, kwa vifaranga, kuku wanaotaga, broiler kwa ajili ya kuwa boost? Vyote utajifunza endapo utajiunga na kundi letu kwa ada ya shilingi 8,000. Na tiba ya mwisho kabisa ndugu zangu, kwa hizi ambazo 4 nimekwisha kukutajia hapa, hii tiba inafanya kazi vizuri sana. Hii jivu ni tiba ya mihalo na inafanya kazi vizuri sana. Lakini ukizidisha ni tatizo. Kwa hiyo unapotumia hii tiba hakikisha una maelekezo kamili ya namna ya kuweka vipimo. Ukizidisha tu utaleta shida.